Hebu mshukuru Mungu kwa maneno machache, hata mawili tu. Mungu wetu mwema, asante. Lihimidiwe jina lako. Umetupa siku hizi, tumekuwa kwenye mlima huu, ni kwa rehema zako Mungu. Si kwamba tuna haki kuliko wengine, walikuwepo wenye haki, hatuko nao sasa, lakini kwa heshima yako umetupatia nafasi hii ili tuzidi kuwa sehemu ya ufalme wako hapa ulimwenguni, tuyafanye yale ambayo kwayo umetuweka tuwepo. Mungu wa rehema, barikiwe kwa ajili ya kila nafsi na kila roho ambayo imejishirikisha mbele zako siku ya leo. Asante kwa mizigo waliobeba ambayo utawatua Yesu. Jina lako na lihimidiwe milele Mwokozi. Tunaomba ushirika wako Roho Mtakatifu, tuhudumie jinsi inavyokupendeza. Fahamu zetu zina kiu na tunahitaji kula kwako. Katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Naomba ukae mahali Mungu amekupa ukalie. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tena. Mshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wake ambao tuko nayo. Hali ya hewa ya hapa sio kama mahali pengine tulikotoka. Kama huduma tunapita maeneo tofauti tofauti kwa mazingira tofauti tofauti, lakini mpaka leo tuna afya njema. Tumpigie Yesu makofi kwa hilo. Lakini pia mshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji mwenyeji, wachungaji wenza, akina mama wachungaji na mashemasi na wazee wa kanisa, lakini pia na kwa ajili yako. Tumpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru kwa ajili ya huduma, kila mtu kwa nafasi yake, kwamba tumekuwepo si kwa ajili ya kujenga heshima yetu, bali kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tuendelee tu kuomba kwa Mungu. Huduma hii inahitaji neema ya Yesu. Mimi nataka nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya diwani mheshimiwa. Ni kama ni mara ya pili nimemuona kwa macho, ingawa sikumbuki nimekutana naye wapi, lakini sio mtu mgeni machoni. Mungu akubariki sana. Kuwa kiongozi ni kuwa mwanajeshi. Kiongozi hautakiwi na itikadi yoyote ya mapokeo anake ya kidini. Ukiwa unasimamia dini fulani, basi wale wengine utakuwa umewatenga kwenye uzao. Huku yoyote anayehatamia mayai ana lengo la kutoa wote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akubariki sana, endelee kukupa neema ili uendelee kusimama katika zamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi kwa ajili yako. Haleluya. Ni mshukuru Mungu sana kwamba tumepata ujumbe mzuri. Kwangu mimi umenipa darasa mpya, na ni kweli ni darasa mpya. Ndio maana karibu kila siku nakuambia gharama yake ni kubwa, lakini faida yake ni kubwa. Upatapo nafasi, ombea jambo hilo. Ni jambo ambalo ni changamoto kwa ulimwengu. Kujua mahali Mungu amekufanyia kitu, gharama yake ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikuombee tu kwa Mungu ile jambo likupe fikiri tena. Haleluya. Haleluya. Na nina mengi ya kusema, lakini nikushirikishe cha Mungu leo. Sema amen. Amen. Najua kuna wana maombi hapa kwenye kanisa hili. Hata kama sio wengi, lakini Mungu hawezi kuwakusanya kundi asipate watu wa kuelewa network. Bwana Yesu atusaidie. Nilishirikishwa jambo moja leo nilipokuwa namuomba Mungu juu ya eneo hili la Siro. Nikapewa jambo moja. Yuko mtu anaendesha trekta. Ni trekta kweli.
trekta kubwa, aina yake ni Massey Ferguson. Lakini bahati mbaya limezima njiani, na huyu mtu hajui kutoa upepo na mafuta hana. Na mimi natamani kumsaidia, lakini hataki nimsaidie. Ni kama yeye anajua, lakini hajui. Trekta limezima njiani. Sasa nikamwambia, kwa kuwa hutaki msaada, unaweza ukaliondoa pembeni. Ni kweli trekta lake lina injini linalofanana na gari yangu, lakini halina mafuta na limezima. Na trekta lake ni mzee. Sema mzee, ndio maana nimekuambia Massey Ferguson. Ila akitaka kutoa upepo, haikubali kutoa upepo isipokuwa imepigwa starter. Na huwezi kupiga starter isipokuwa umetoa upepo. Kwa hiyo ukipiga starter unazidi kuongeza upepo kwenye gari, kwenye trekta. Bwana Yesu atusaidie. Na mimi najua ni kanisa. Ngoja tu nikusaidie. Mimi najua ni kanisa. Kama kitu huelewi, usiseme unaelewa. Unachelewesha safari. Huduma za watakatifu wengi zimechelewa kwa sababu hata mahali haelewi, yeye anasema mimi naelewa. Hata mahali hajui, yeye anasema mimi najua. Kuwa kiongozi kuna gharama yake, na gharama ya kwanza, kiongozi ni lazima ajue kesho wakati tuko leo. Huhitaji kuwa kiongozi kama haujui kesho wakati tuko leo. Kiongozi ndio anayepaswa kupasua maji na kusema hapa tunapita hata kama kuna mlima. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa ni kiongozi. Kuna vitu hatujavielewa, na Mungu sasa anawaambia, jamani, trekta lenu ni la kizamani, lakini pia linasumbua njiani. Si mnaelewa njia ni Yesu. Sasa nisianze kutafsiri yote. Mimi najua una masikio ya kusikia. Haleluya. Unaziba njia sasa. Unazuia wengine wasiendelee na safari. Kweli Mungu anataka kuwasaidia, maana kwamba kuna mtu anataka kuwatolea upepo, maana yake Yesu anataka kuwasaidia. Lakini huo msaada pia hamuhitaji. Ni kama mnajua lakini hamjui. Mungu wetu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naamini ndipo umefika. Naomba nikuletee neno la Mungu la siku ya leo. Leo nitakubadilishia picha kidogo. Labda kuna kitu Mungu anataka kumsaidia mtu mmoja. Nimekuwa nikishurutishwa hilo usiku. Mimi nataka nikusaidie, sijajua wewe ndio trekta. Wewe utatoka, ukubali kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo langu leo kina kichwa kinachosema kufahamu faida ya sadaka kwa ajili yako. Kufahamu faida ya sadaka kwa ajili yako. Narudia tena. Kufahamu faida ya sadaka kwa ajili yako. Kitu cha maana sana hiyo. Kufahamu faida ya sadaka kwa ajili yako. Na kanisa kuna kitu tunahitaji kuelewa. Kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia, sio ya mchungaji, sio ya askofu. Askofu mwenyewe anahitaji network kwenye Biblia. Lakini kwamba hataki haina maana kwamba anaelewa. Faida ya sadaka kwa ajili yako. Maana kama unaelewa sadaka kwa sehemu, fahamu tena kwa mara nyingi. Sadaka ni agizo kuu kutoka mbinguni. Na sadaka iliwekwa kwa ajili ya msaada wa Mungu kwa wanadamu. Sikilize kwa makini, kuna vitu vichache nataka kukueleza. Sadaka ni agizo la Mungu kwa wanadamu. Na sadaka, ili iwe sadaka, Mungu anahitaji sadaka kwa sababu ya mtoaji wa sadaka
kupata msaada kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo sadaka haitafanya kazi duniani isipokuwa mbinguni imefanya kazi kwanza. Narudia. Sadaka haitafanya kazi duniani kwanza isipokuwa imefanya kazi mbinguni kwanza. Si kitu hujaelewa. Unajua kitu usichokielewa, nadhani kuna shida. Sisi tukitoa sadaka kwenye kapu hapo, tunatoa kwenye kapu. Wakati wewe unatoa sadaka kwenye kapu, mtekelezaji wa agizo la sadaka sio yule unayempa sadaka, ila Mungu aliyeweka kanuni ya sadaka. Kwa hiyo wewe unaona kama sadaka, mbinguni wanaona kama maisha yako, kwa sababu sadaka imebeba moyo wa mtoaji. Sadaka haiwezi kuwa sadaka isipokuwa imeambatana na moyo wa mtoaji. Ndio maana Yesu akasema, iliko hazina yako niko na moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo sadaka ni uwekezaji, kuwekeza maisha yako kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Na kama ukijua kwamba sasa sadaka unapeleka kwenye kapu la sadaka, na unaelewa kabisa hiyo sadaka wakati unapeleka kwenye kapu la sadaka, anayechakata, anayeshughulika nayo sio yule unayempa. Labda utakuwa wakati mwingine umempa mtu, hata umekutana naye barabarani, umepita kwenye migahawa ukamnunulia mtu chai. Usinunue chai kama unahitaji ya kulipe yeye. Nunua chai kama unawekeza kwenye sadaka ya hazina yako. Kwa sababu kama utakuwa unafanya hivyo, na jiumbie aina fulani ya kujua kwamba kila unachomsaidia mtu, hata kama umemsaidia mtu, hata kama umempa unga si hana, lakini umempa sahihi. Hata kama kesho atasaga atakurudishia, lakini kwa nini asiende kusaga jioni hii? Wewe weka kama sadaka. Wacha yeye asielewe, lakini kama kesho yeye akikurejeshea, hata wakati mwingine unaweza kumwambia lakini ilikuwa sadaka. Yeye atajua. Kama ukipokea sawa, lakini mbinguni wakati wewe umetoa kuna kitu kimepitishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu sadaka ni za ulimwengu wa roho. Sadaka sio za ulimwengu wa mwili. Sadaka ni za ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Yesu ni sadaka. Kama Yesu ni sadaka, kwa namna gani mpaka Yesu akawa sadaka? Saa hii tunapohubiri hapa na kumfundisha hapa, nguvu inayesimama juu yetu ni nguvu ya sadaka aliyoitoa Yesu. Maandiko yanasema kwenye ile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 10 mstari wa 10. Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu na kuua. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nayo tele. Kutoka wapi? Kwa sababu ya sadaka ya kujitoa kwake. Msalaba ndio uliotufungulia neema hii tulio nayo. Hakuna neema isipokuwa kuna gharama imelipwa. Haleluya. Ili itwe neema kuna gharama imelipwa. Hakunaga neema. Ukikutana na mtu barabarani akakusaidia, sio kwamba una haki. Ukakutana na bodaboda imekusaidia, ni haki kwamba bodaboda zote zilipwe. Lakini ile kwamba amekusaidia, kuna kitu Mungu anataka kukufundisha. Haleluya. Haleluya. Sadaka kwa ajili yako. Faida ya sadaka kwa ajili yako. Andika hivyo hivyo. Mimi na vitu nataka kukuachilia kwa dakika chache kadri Roho atakaponisaidia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua umetoa sadaka nyingi sana. Na wakati mwingine umeshakata tamaa, hata uhitaji kutoa sadaka tena. Na wakati mwingine aina fulani ya mapokeo ya kwako uliyojua yamekuchelewesha. Aina fulani ya mapokeo, aina fulani ya walimu waliokupatia elimu ambayo iko feki. Kuna elimu feki. Kuna shule hazijasajiliwa lakini ni shule. Kuna shule NECTA haijui lakini ziko ndani ya nchi. Utasoma kweli. Na mimi nimewahi kupata hiyo hasara. Mpeleka mtoto wangu moja, wa rafiki yetu moja, kampeleka Unalisi, miaka 3 na gharama ya hela nyingi sana. Wakati wa kupewa cheti na kupewa diploma yake, ile shule ikasema sisi hatujasajiliwa, tulikuwa tunatafuta usajili. Kwa hiyo wamekula hela yetu lakini hawajasajiliwa. Unaweza ukawa na elimu ambaye imekuelekeza kwamba kwa Yesu ni huku, kwamba kumbe kwa Yesu sio huko ulikoelekea. Kwa sababu mtu mwingine anakasirikia tu sadaka.
Ukikasirikia sadaka, umekasirikia maisha yako. Ukinungunikia sadaka, umenungunikia maisha yako. Humnungunikii mchungaji, kwa sababu mchungaji hana majibu juu ya hiyo sadaka. Ndio maana naye anaweka kapuni pale, anaweka sadaka. Hakuna mchungaji asiyetoa sadaka, labda padri. Na hata kama padri hatoi sadaka, hajasoma Biblia akapata ufunuo. Kwa kuwa hajapata ufunuo, tusihangaike naye. Unajua kama hujapata ufunuo, hatuhangaiki na wewe. Kwa sababu hujapata ufunuo. Na babu yako amekuambia usitoe wewe, hamna neno. Lakini umeona watu wake anaoongoza, kapige picha. Kapige picha watu wake anaoongoza. Wamekaa kama watoto wa njiwa. Hata nyoka akija wanataka tu, wanafikiri ni mama ameleta chakula. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Piga picha maisha yako, unajua. Na ndio maana nikakwambia lazima ujitathmini na uangalie tiketi yako ulionayo. Ikoje? Kwa sababu manunguniko mengi sasa yaliyoko ndani ya kanisa ni juu ya michango na changizo na nini na nini na nini, na ni sawa, ni sawa. Unajua unanungunika kwa sababu nafikiri huku ni siasa. Huku sio siasa. Huku ni kumtafuta Mungu kwa mtu binafsi. Hatutafuti Mungu kwa mkumbo. Hatutafuti Mungu kwa kura. Kura yako ni matendo yako. Kura yako ni matendo yako. Matendo yako mema ndio kura yako kwa Mungu. Ukitaka kujipendekeza kwa Mungu, sio kwa siasa. Kwa Mungu tunaingia kwa haki ya utakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa mwenye haki, Mungu anakupokea. Huhitaji hata kujitambulisha kanisani. Kuna watu wengine wako kanisani hata hawajawahi kujulikana mbinguni, lakini kuna ambao wamekaa viti vya nyuma, mbinguni ndio wamesema hawa ndio ninaopendezwa nao. Wasiohitaji kuuliza kitu. Akifanya kitu mchungaji amesema toeni sadaka, yeye anajua tu ni Bwana amesema toe sadaka. Mungu akishakwambia toa sadaka, hapa tumesimama kama mawakili wa siri za Mungu. Kila kuhani anatoa hesabu ya wale anaowaongoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatutoi maelekezo ya sadaka kwa sababu tuna shida ya kukufilisi. Tunatoa maelekezo ya sadaka kwa sababu tuna shida ya kukutoa mahali ulikokwama. Wewe umekwama kwenye tope. Sadaka inakutoa, ni cheni ya kukuinua hapo. Sadaka inakuinua hapo. Hapo unainuliwa. Alafu unakataa. Ni sawa umedumukia kwenye shimo. Alafu watu wanakuuliza tukusaidie, unasema niulizieni aliyechimba shimo. Utachelewa tu. Miaka yako itachelewa sana. Haleluya. 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 Tuangalie sehemu ya kwanza ya sadaka. Faida yake kwa ajili yako. Sehemu ya kwanza ya sadaka. Faida yake kwa ajili yako. Sadaka ni maombi yako yatakayoendelea kuzungumza mbele za Mungu. Sadaka ni maombi yako yatakayoendelea kuzungumza mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiacha kutoa, umeacha kutoa maombi yako mbele za Mungu. Sadaka ni maombi yako yatakayoendelea kuongea mbele za Mungu. Ili hata wakati mwingine mchungaji hayupo, askofu hayupo, lakini sadaka yako ipo. Tunaenda sasa. Unajua kuna saa utapita pagumu. Ngoja upelekwe KSMC. Kama ndio umevunjika, umefungiwa mguu moja kule, nyingine kule. Wanakufunga na mabolti, utafikiri umekuwa baisikeli. Nani atakusaidia? Kama maombi yako yako mbele za Mungu, sadaka yako itazungumza. Kwamba sasa tumsaidie huyu. Sasa tumpelekee msaada. Iko kwenye sadaka. Sema amen. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Mwanzo sura ya 15. Ngoja nikupe misingi ya waliofanikiwa. Wewe unasema unampenda Yesu. Kamuulize Ibrahim ukimkuta mbinguni. Alikuwa tajiri kuliko matajiri wote. Lakini utajiri wake ni kwa ajili ya kumpenda Mungu. Hakuwa mbishi kama wewe. Hakuwa mtu gumu kama wewe. Wewe umekuwa gume mpaka uso umekuwa kama limao. Kwa sababu kila kitu unataka usukumwe tu kama trekta lilokwama njiani. Na bahati mbaya. Sura ya 15 mstari wa 8 mpaka 14. Kitabu cha Mwanzo. Nafurahi ukishika Biblia. Mimi nakushauri mtu wa Mungu. Nimefurahi kwa ajili ya kwaya hapa. Vijana wote nimewakagua wana socks. Nawaombea. Siku moja tukutane mbinguni. Ushoga hautakusogelea. Wewe vaa viatu bila socks. Umetengeneza harufu ya ushoga.
ndoa za jinsia moja, akawaulize wote hawavai socks. Wewe uvai socks, alafu wewe ni mwanaume. Vaa na sketi sasa. Nimewakagua, mnao socks wote. Usiniambie mmeingia wapi saa ngapi miguuni. Mpaka na aliyevaa ile kito, nimeona ana socks. Aliyevaa kito, msema kito. Sandals moja nyeusi ya zamani. Vaa na socks. Siachi kusema kilicho bora. Astahili heshima. Unaenda sana? Wewe tembea kama hauna 1000 ya socks. Utaolewa baada ya muda. Wewe ni basha tu. Chelewa. Muda hauna mrefu. Utachukuliwa wewe au wewe utaleta mwenzako. Acheni kuiga vitu vya magharibi. Acha mara moja. Na nimeona ile sindano ya juzi iliingia kidogo. Hata ambaye hana mkanda leo hajachomeka. Basi nikushauri, kama hakuna mkanda, katafute hata kamba. Kuna miombo huku ingine na kamba. Haleluya. Mwanzo sura ya 15. Mimi nikiondoka, hata kama mimi unikumbuki, lakini maneno yangu yataongea kwako. Yataongea tu. Maana mimi si kopi. Mimi natembea kwenye mstari. Mimi ni rula. Pindisha rula alafu kama itanyosha mstari. Wewe pindisha ndio maana mmekaa mmepinda. Usipindishe wokovu wako. Okoka kweli. Hata watu wakikushika kwa nyuma waambie bakini na koti. Mimi nimetembea mbele. Sema amen. Uwe mfano wa kuigwa. Mtu asiudharau ujana wako, una thamani kubwa sana. Kwenye ujana ndio Mungu anakuwekeaga watu maono. Wewe hujajali ujana wako, maono haipa. Mungu haweki maono kwenye upuuzi. Wekeza kwenye uaminifu kwa Mungu, utapewa na uaminifu wa utumishi. Na utumishi wako ni wewe ndio uwe sababu ya utumishi wako kuwa wa kutukuka. Jamani, utumishi ni gharama, na gharama ya kwanza wewe mwenyewe kubali. Na ulipe hiyo gharama kweli. Jiepushe na mambo mabaya. Kwa nini usababishe inzi wa kufuata? Kwa nini uvae sketi fupi alafu vijana wa kuangalia? Ya nini sasa? Vaa nguo inayokusitiri. Haleluya. Na wewe unajua wewe ni mwanakwaya, utakuja kusimama hapo unatuletea jaribu hapo. Usitutie majaribuni hapo. Vaa nguo iliyokustiri. Hata ukipita barabarani waseme yule binti kwa hali yake tu alionayo ni wako mchungaji fulani. Yule kijana ni wako fulani. Sawa jamani vijana. Najua hii kanisa lina vijana wengi sana kuliko wazee. Maana yake ina tairi ya mbele sana kuliko tairi ya nyuma. Na tairi ya mbele ikibasti, ajali yake kubwa. Maana nguvu kubwa ya kazi iko kwa vijana. Haleluya. Sasa sijaleta semina ya vijana. Siku nikileta semina ya vijana, utakaa chini, utavua viatu na chakula. Alafu tunaangaliana machoni. Haya, sura ya 15. Mstari wa 8 mpaka mstari wa 14. Kumbuka ni faida ya sadaka kwa ajili yako. Maana sadaka kwa ajili yako. Hiyo rahisi sana, sadaka kwa ajili yako. Nalo neno la Mungu linasema. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3, na mbuzi mke wa miaka 3, na kondoo mume wa miaka 3, na hua na mwana njiwa. Akampatia hao, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito kamshika Abraham. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia wale watu, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtu wa Mungu, naweza kusoma huo ukurasa wote. Hizi ni habari za mtu mmoja ambaye
imani yako imejengwa kwake. Anaitwa Ibrahim. Hatuna imani isipokuwa Ibrahim tumemtaja. Ni nabii pekee ambaye alipita kwenye majaribu mazito lakini akamuelewa. Na tunaelewa kabisa kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa kwenye huu ujumbe ni kwa habari ya ahadi ya Mungu juu yake. Na ahadi ya Mungu, kwa kuwa sasa huyu ndugu ameshakubali kutoka kwenye Uru wa Wakaldayo, wakaacha na nchi yake na ndugu zake, ana vitu anapaswa kumuuliza Mungu. Kama ambavyo wewe umeokoka huna hata nafasi ya kumhoji Mungu. Lakini kwa Ibrahim ilikuwa kitu cha tofauti, kwa sababu imefika mahali Mungu anamwambia, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana, usiogope. Mungu anaongea, Ibrahim anaongea. Ibrahim lengo lake sio hela. Ibrahim lengo lake sio maisha ya kujenga manyumba makubwa. Ibrahim lengo lake hana uzao, lakini ana watu wengi sana nyumbani kwake. Maandiko yanasema kwenye sura ya 14, wakati Lutu mtoto wa ndugu yake amechukuliwa na wale wafalme na wakachukuliwa mateka, Ibrahim aliwafuata wale watu akiwa na watu 318. 318. Kasome Biblia yako. Jeshi kuwa na watu jeshi 318, huyo sio mtu wa kumtania. Lakini hana mtoto wake. Na Mungu anamrudia kwenye sura ya 15 na kumweleza habari ya ahadi yake kwake na kumwambia, usiogope, mimi bado niko, mimi ni wewe, mimi na wewe tutakwenda pamoja. Sema mamemo, naandika huku na koti huku kubwa, mamemo huku nafuta. Wanafunzi mnaona? Hapana mwalimu, umefuta. Mwangalie jirani yako, mwambie manunguniko ni koti lako kubwa linafuta hiyo sadaka. Hajaelewa. Hajaelewa. Unajua kanisa letu la PAGT siku hizi wamekuwa dini, wanatangaza sadaka tu. Na unaona, unajua kuna watu wengine, kwanza mimi nafurahi kwa sababu Yesu hadiakini. Ukishanungunika na sadaka, TB hiyo, kifua kikuu hiyo, mapepo yanasema tupeni sisi. Si amekataa huko? Njoo. Mikosi hiyo. Ukikimbia na bodaboda, mguu tunapiga bolt. Si utaki huko? Asante Yesu. Wewe endelea kukaa juu, so acha sisi tukae chini. Kila mtu ale kibaba chake. Umewahi kufikiri kwa nini una magonjwa mengine hata yaelezeki? Umewahi kufikiri kwa nini umelipa tena saa wakati unataka kupanga kwamba Mungu unataka kumpeleka mtoto wako shule? Kanisani Mungu anazungumza na mchungaji, anasema tunahitaji kujenga kitu fulani sasa hivi, kila mtu atoe milioni moja. Unasema kwa jina la Yesu. Hajui kwamba saa ni ya wakati wa kurudisha watoto shule. Wewe unamjua, unamwambia Yesu kwa jina la Yesu. Mwangalie jirani yako, mwambie umepiga mswaki leo. Sio mswaki ya Colgate, mswaki ya kiroho. Unaelewa? Okay. Mchungaji amesema jamani kuna mchangizo lazima kila mtu atoe milioni. Okay. Wewe unakataa. Nani mkandarasi yoyote yule ambaye anaweza kukataa? Injinia anayepewa tenda ya kutengeneza barabara ya kutoka Simba kuja hapa Siro, alafu akapokea sijui bahasha ya kwamba ina mwaliko kwamba wewe umepitishwa kwa ajili ya kuchukua hiyo tenda, alafu akasema sitaki tenda. Huyo injinia inabidi au mchawi au amejiloga na yeye mwenyewe. Ukiambiwa huku sadaka ni tenda imeiva. Ndio maana mtoto wako wewe ulipokwepa kutoa milioni 1 akaenda akarudi na mimba. Simulie jirani yako, mwambie kwani ulienda kumfundisha namna ya kuzaa? Umehangaika, lipa hii, lipa kile, lipa kile. Umekwepa huku. Kule unapigwa goli la kisigino. Halo, shika jirani yako, mwambie kuna vitu hujaelewa. Na kama hujaelewa, sema sijaelewa. Unajua, usiseme wewe ni mtoto wangu, huwezi kuona simba kabla mimi sijaona. Ni mtoto wako lakini macho yake yameona simba. Mungu akikuonyesha kitu maana yake yeye anaelewa kuliko wewe. Mungu anajua watoto wako wanahitaji kusoma. Kabla hujazaa hao watoto Mungu anajua. Hajakosea alipopitisha watoto kwenye tumbo lako. Amewaleta special for you kwa ajili ya maisha yako kuwa endelevu. Ndio maana leo Ibrahim hayupo, sisi tupo.
Sema amen. Yesu amepaa kwenda mbinguni, ametuachia na kazi. Kijiti tunayo. Sema amen. Wewe unaposhindana na sauti ya Mungu na agizo la Mungu, ushindani na mtumishi, unashindana na Mungu peke yake. Ibrahim akatoa sadaka zake, na maandiko yanasema alipotoa, Mungu anamwambia ujue sasa uzao wako utakwenda utatumika kwenye nchi isiyo yake. Labda kama ni wewe ambaye uko hapa, nisoma wanaita wapi hapa? Uimu. Siro. Labda wewe kama ni wewe ungemwambia Mungu, wewe unanieleza habari ya miaka 430 tena mimi nafika huko. Si unajua wewe ni mbishi kama ulivyo sura yako. Ibrahim hajauliza. Akaambia uzao wako utakaa miaka 430, miaka 400. Ile 30 ni ya makosa tu. Manabii hawajafunuliwa. Unajua hata wewe hujafunuliwa hata kupelekewa ujumbe wa sahihi. Ndio maana umechelewa tu, umebaki tu umechelewa, unang'ang'ana barabarani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine ni lazima turudi kwa Mungu. Kwa Mungu tutapata ishara itakayotuongoza. Na maandiko yanasema wazi, yule ndugu alipopokea ile ahadi hakuongea. Sema hakuongea. Wewe bwana unaongea. Wewe bwana unaongea. Soma hiyo Biblia yako. Baada ya kumaliza kuongelewa na Mungu, yule jamaa akafunga bakuli lake. Akasema si umesema wewe ni mwaminifu. Nimesema ni mwaminifu. Sema ni mwaminifu. Akakubali ahadi ya miaka mingapi? 400 mbele. Hana mtoto. Kwa nini? Sadaka ilikuwa ni kwa ajili yake. Kwa hiyo ana hakika hajapoteza. Kwa nini? Na moto ameona. Wewe imani huna? Imani ni kuwa na hakika. Hakika iko wapi ndani yako? Biblia inasema chochote unachokifanya pasipo imani ni dhambi. Kwa nini unatoa hata hiyo nia yako bila imani? Maana kama hauna imani huhitaji kutoa sadaka yako. Sadaka yako ni machukizo mbele za Bwana. Na sadaka yako lazima uipende. Ibrahim aliipenda, ndio maana alitoa kwa maelekezo. Wewe mbona utoi kwa maelekezo? Mbona unatoa kwa shuruti? Mbona unatoa na huku unaongea? Wewe unatoaje sadaka alafu unaongea mpaka mtaa wa pili unajua? Unajua mimi mwaka huu kwa kweli kanisani kwangu pale nimenunua viti vitano. Vitano. Pepo wewe. Pepo wewe. Pepo. Tena jini jeusi. Una akili timamu wewe? Kasome Biblia yako. Ibrahim hajawahi kutangaza kwamba nimetoa sadaka. Ametangaza wapi? Haipo. Kwa nini? Alikuwa anatoa kwa ajili yake. Sema kwa ajili yake. Mwambie jirani yako kwa ajili yako. Yes. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na tujueje kwamba ni sadaka alafu ni sehemu ya maisha yake ya baadaye na maombi yake yanaendelea? Kwa sababu wakati anatoa hiyo sadaka hakukuwa na mtoto hata huyu. Lakini Mungu anamwambia lo, hii kitu inaendelea. Kwa hiyo mbinguni Mungu anakumbuka. Anasema wapi? Kitabu cha Kutoka. Mani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Kutoka sura ya 2. Najua nakupenda ila upendeki. Kitabu cha Kutoka. Twende kwenye Kutoka sura ya 2. Sura ya 22, sura ya 23, sura ya 2 mstari wa 22 mpaka 25. Tunataka tuangalie faida ya ahadi ya Mungu. Wewe ujui ahadi ya Mungu. Ndio maana umekomaa. Na mimi nataka sasa uchanue. Sema amen. Sema amen. Nisikilize rafiki. Usituone tuko hapa. Sisi pia ni watu ambao tumejaribiwa kwenye sadaka. Sisi ni wajeuri kuliko wewe. Wewe sio mjeuri, sisi ni wajeuri. Sisi ni wajeuri. Lakini tumekandamizwa mpaka tukawa greda. Tukasagwa tukawa cheni, tukakubali kuwa tope. Alafu tukasema sasa tuko tayari Bwana, twende na wewe. Sema amen. Sura ya 2 kitabu cha Kutoka. Ule mstari mdogo wa 22 mpaka 25 maandiko yanasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia.
Sema agano. Kumbe sadaka iliweka agano. Kwa hiyo jamaa unapita kwenye mateso. Wewe siku unapita kwenye mateso, mbinguni inabidi Mungu akumbuke. Halo, jamani, huyu nani ambaye anapita kwenye mateso? Hawa jamaa wamepita kwenye mateso. Na tunajua kabisa Biblia inasema hata baada ya siku zile nyingi. Hebu sema siku zile nyingi. Sema siku zile nyingi. Cheki hiyo sadaka imeenda sasa. Ibrahim hayupo, Isaka hayupo, Yakobo hayupo, uzao wa Yakobo. Lakini shida imetokea. Ikitokea watapataje msaada? Tunaenda kwenye kopo lao la sadaka. Naenda kwenye kapu lao la sadaka. Mungu alipoenda kwenye kapu lao la sadaka, hakuangalia tu jambo kwamba ni nini kilichotokea, hajaangalia mateso ya kwao tu, lakini lazima tuone fursa ile aliyoitumia Ibrahim inampa Mungu kuona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya Ibrahim imekaa mpaka saa hiyo. Wale wana wa Yakobo ni kizazi cha 4, na kule Mungu alishasema kizazi cha 4. Haleluya. Shike jirani yako, mwambie ya kwako unaye hata ya kuzaa kizazi kimoja. Mimi naogopa. Wewe mwenyewe hapo ulipo tayari umeshakata tamaa. Wewe utaenda wapi? Umeshaanza kuyumba kama gari ambayo imepoteza dira njiani. Umeanza kuyumba tu. Wala mtu huna ufahamu kwamba bado kuna kesho yako. Jamani, ndani ya watu wenye imani, hata kama leo wamepita kwenye pagumu, wanajua baada ya pagumu kuna tambarare, baada ya mlima kuna kushuka tena, baada ya kupitishwa kwenye kuumia, lakini kuna saa ya kufarijiwa, baada ya kupita kwenye maumivu, kuna saa ya kupita kwenye kushikwa mkono. Haleluya! Mtu mmoja aseme amen. Haleluya! Pito lako lazima liwepo na kitu kwa Mungu. Mungu lazima atukumbuke kwa mambo tunayoyafanya. Jamani, mimi nimekuja Siro, sihitaji gharama, lakini nahitaji mbinguni niwekeze. Ile uwekezaji wa mbinguni, Bwana ataikumbuka siku fulani na atakumbuka na uzao wangu. Haleluya! Ni sadaka. Ya watu wa Uyumu hamwezi kulipa gharama ya sisi kuja hapa. Huwezi. Yaani wewe chungulia tu kwa jirani yako, mwambie ukishushiwa unatoka taratibu, hata njia utapita, kwa sababu unaweza ukakutana na mtu akakwambia rudi. Naingia kwenye mabua hapa. Lakini kwa ajili ya Bwana tumekubali, sisi wenyewe ni sadaka. Hakuna kitu kizuri kama wewe mwenyewe ukubali kwamba ni sadaka. Kinachokusumbua wewe mwenyewe hujakubali kwamba ni sadaka. Kubali kwamba wewe mwenyewe ni sadaka. Ili Bwana akikusemesha mwambie, naam tu, unasemaje? Maana niko tayari kwa saa unayotaka kusema. Haleluya. Hata kama amechelewa kukusemesha, leo anakusemesha. Sema amen. Saa iliyokubalika ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Bwana aliyechelewa hakuchelewa. Biblia inasema hachelewi wala hakawii. Ameshafika sasa. Ameshafika. Anakusemesha. Wewe umechelewa kwa sababu umemwangalia babu ametoa sadaka hajafanikiwa. Nisikilize, ni babu sio wewe. Ni babu sio wewe. Ni bibi sio wewe. Mtu mwingine saa hii hata akiugua anawahi tu hospitali. Nataka kwenda Tumaini. Nataka kwenda Ikungi. Nataka kwenda sijui wapi. Nisikilize, sadaka yako ikiwa kwenye mbele za madhabahu ya Bwana, kwanza kuugua ni vita na Mungu. Wewe kuugua kwa mwenye haki ni gari la Yesu limepata pancha. Haleluya. Haleluya. Ukiona unaugua manake kuna kitu umekosea. Rudi msalabani pa Yesu. Mwambie Yesu, kuna mahali nimekorofisha hapa. Hebu tuongee kidogo bana. Nisikimbia Ikungi, shetani akakuwa mbele ya madaktari. Wacha uje kwa daktari Yesu, ambao umewekeza sadaka zako kwa Yesu. Aseme na wewe na akupe maelekezo yaliyo sahihi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka kwa ajili yako. Mwambie tena jirani yako, sadaka kwa ajili yako. Sasa ngoja tuangalie ya mtu ambaye hajamjua Yesu. Wewe unafikiri sadaka ni kwa ajili ya walokole? Kuna watu hawajamjua Yesu na wanatoa sadaka na Mungu anawakumbuka. Nisikilize, itakusaidia. Kuna watu hawamjui Mungu lakini wanakushinda wewe. Ni waaminifu kuliko unavyofikiria. Matendo ya Mitume sura yako. Tunapata habari ya mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio ni mtu ambaye Biblia inasema ni akida wa kikosi kiitwacho Kitalia.
Na huyu jamaa alikuwa mchaji wa Mungu, lakini tunachotaka kuzungumza hapa, hii sadaka yake imekaaje mpaka ikawa sehemu ya kukumbukwa na Mungu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mshike tena jirani yako, mwambie ya kwako iko wapi? Akasemaje? Amefuta na ile koti yake kubwa. Sai wa Kristo anaumwa mgongo, anaumwa sikio. Sio sikio na kidole. Ukitoka kwenye kidole, pua. Ngoja pua na yenyewe itauma. Utawekewa bandage mguuni, utawekewa na kwenye pua. Hajanisikia. Ugonjwa sio kipawa cha Roho Mtakatifu. Kila anayetembea kwenye mstari wa Yesu, mbinguni wanasema nitamkemea yule alaye. Kwa nini akemewe? Kwa sababu akigusa, amegusa mboni la jicho la Mungu. Ugonjwa ni sehemu ya mapigo yanayoruhusiwa kwa sababu ya utukufu wa Mungu kuondoka mahali. Utukufu wa Mungu ukiondoka mahali, kinachoondoa utukufu wa Mungu mahali ni kukosa mahusiano na mwenye utukufu. Kwa sababu mwenye utukufu ndio anayepaswa kulinde wewe. Wewe huna uwezo wa kujilinda. Neti ukinunua haina mamlaka ya kujishusha. Shusha wewe. Umbu watakuja, wataishia kwenye neti, hawataingia kwako. Si kwa sababu wewe ni bora sana, ila kwa sababu umeshusha neti. Tunaenda sawa sawa. Unataka utukufu wa Mungu kae pamoja na wewe, tembea katika maagizo ya Mungu ili Mungu atembee pamoja na wewe. Ugonjwa wote uliokusudiwa kuja kwako, Yesu akasema hata mkila cha kuwavisha hakitawadhuru. Kwa nini hakitatudhuru? Kwa sababu sisi ni ufalme wake hapa duniani, ni magari yake ya kututumia yeye hapa duniani. Gari la rais likipata pancha linakuja jipya saa hiyo. Sisi ni magari ya Yesu, lazima tuwe wapya kila wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 5. Naomba usome wewe, maana utafikiri na mimi tu ndo na Biblia. Hebu soma alafu usije ukasema, "Jamaa soma mchungaji, naomba maiki." Patie maiki. Kule maiki weka on. Soma. Nitasoma Matendo sura ya 10. Ndio, mstari wa 1 mpaka wa 5. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio. Ndio. Akida wa kikosi kilichoitwa Kiitali. Mtu mtaua, mcha Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Ndio. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na kumwomba Mungu daima. Mimi nilitaka akiwapa sadaka awapeleke shambani. Hajanielewa. Wewe mtu asiro unanisikia kweli? Ukinipa unga alafu sijaenda shambani kwako, kesho unanipa tena? Hajanisikiliza. Ukimpa mtu hela alafu kesho hajakusaidia, unarudia kumpa tena? Huyu jamaa alikuwa anawapa sadaka nyingi. Neno sadaka nyingi haina hesabu. Alafu na kumuomba Mungu. Endelea. Akaona katika maono waziwazi. Akaona katika maono waziwazi. Hebu sema waziwazi. Kwani ya kwako ya waziwazi malaika wameisha mbinguni wa kutumwa? Kwani wameisha malaika wa kutumwa leo kuja hapa Uyumu ili waseme na mtu? Kwani wameishiwa? Mungu ameishiwa malaika mbinguni? Kwa nini hajawahi kutuma kwako? Kwa sababu ya utoaji wako wa sadaka. Amekasirika. Kwa nini kwako hajawahi kutuma malaika? Kwa mujibu wa kitabu cha Mhubiri, kila mtu ana malaika wake anayetembea naye. Lakini kuna malaika wao wanaondolewa nje na utaratibu. Anaambiwa leo, hebu changamka haraka hapa. Anatumiwa malaika kwa sababu ya sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Sema amen. Yaani power ya kutumiwa malaika ni kwa sababu ya sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Ukishakuwa unatoa sadaka na huko naomba Mungu, maana yake unasafiri lakini una spare tire. Hajanielewa. Unasafiri una spare tire. Gari lisilo na spare tire lijiridhisha halitafika safari. Italala njiani. Omba kwa Mungu ili pia akupe maelekezo. Kwa hiyo sio tu Kornelio alikuwa anaomba. Alikuwa anaomba atafute maelekezo kwamba wakija hata kama sijawahi kuwaona
nisiwaangalie uso zao, niangalie Mungu wangu ninayemuomba, kwamba yeye Bwana unasemaje, huyu anastahili kula sadaka, chukua sadaka, maana sikupi wewe, lakini yule ninayemuomba nina connection naye. Kwa hiyo natoa kwa mkono huu mbinguni wananiambia halo, tuko pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hatoi sadaka ili wale watu wamwambie asante, hakutaka asante. Wewe unatoa sadaka hapo, unataka mchungaji apite nyumbani kwako kila siku. Unatoa sadaka, unataka askofu akija na gari lake huku, kama hajapita kwako na wewe ni mzee kiongozi, na hama kanisa hilo. Sio hama, shetani yuko pale mlangoni. Anakusubiri pale. Nampenda shetani. Halo shetani, usiondoke duniani. Kaa pale. Subiri hawa jamaa hapo. Subiri hapo. Ukitoka tu hapo, una bursela, typhoid. Unatembea kama utafikiri umekata center bolt. Unakuta kuna watu wanatembea wako namna hii. Hakuna namna hii. Unaangalia, wanafanana na umri wao. Umekata center bolt lini? Kwa sababu askofu hajaja kwako. Wacha askofu asije kwako. Wacha hata askofu mkuu wa dini yako asije kwako. Lakini kama Yesu yuko kwako, wala hamna shida, maana Yesu yuko pamoja na wewe. Sema amen. Naomba mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anawapa watu sadaka nyingi na kumwomba Bwana. Kuomba maana yake ni kutafuta maelekezo. Wewe unatafuta maelekezo wapi? Wewe mwenyewe unakujaga kanisani una sadaka moja tu. Utafikiri macho yako yenyewe yako mawili. Umeshindwa hata na uumbaji wa Mungu. Macho yenyewe yako mawili, wewe sadaka moja. Tukumoe moja nini tubakize moja. Haleluya. Mshike jirani yako mkono, mwambie amka. Amka basi jamani. Mbona mimi nakujua wewe ndio mchelewaji? Mchelewaji mkubwa. Asubuhi na mimi nawaasa vijana, msipende sadaka za kupewa. Amekasirika. Usipende sadaka za kupewa. Sadaka za kupewa wewe ni posta. Posta wanafunguaga bahasha ya watu. Hajanisikia. Posta wanafunguaga bahasha ya watu. Kwa nini? Posta ni wasafirishaji. Kwa hiyo kama kila siku asubuhi, mama naomba sadaka, wewe ni posta. Wewe huna ya kwako. Nakasirika. Wewe mwenyewe shambani ni mvivu. Nikigusana na mikono yako sasa hivi, mkono wako ni kama shafu. Tena shafu la binti. Kazi ufanyi, hata udeki nyumbani, hata ufanyi kazi ya kumsaidia mama yako pale nyumbani, lakini hapo unamwambia mama ikifika Jumapili kama leo, mama sadaka posta. Hiyo sadaka ikusaidii. Wachungaji tuambia watu kweli, waondoke, shetani yuko pale. Alo shetani, subiri hapo. Usiondoke. Yesu mwenyewe alijaribiwa na shetani, hakumwambia na kuangamiza. Wapendwa, wakianza kumwangamiza shetani, kata shingo, tunamteketeza, tunammaliza. Amaliziki. Subiri hapo mlangoni, alo kuna wajamaa hapa. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Unajua una akili lakini umeweka wewe ni chafu kwenye akili yako. Unataka kumtumikia Mungu sio kwa ajili ya mtu, ni kwa ajili yako. Kijana unayenisikiliza, chapa kazi. Ukifanya kibarua umepata 1,000, 100 sio ya kwako, ni ya sadaka ya Bwana. Na sadaka, fungu la 10 ni chakula cha Mungu. Chakula cha Mungu. Wewe Mungu wako hata halaji. Siku akila Mungu wako ni siku umepata mahindi mengi mpaka sehemu ya kuweka hamna. Na wengine wanatoaga ile bururu. Yaani saa ya bururu wewe ndio unasema napeleka fungu la 10. Unakimbiza debe moja. Mchungaji naye hapa anasema Bwana mbariki na kumlinda. Shetani, subiri hapo mlangoni. Msubiri hapo. Subiri hapo. Subiri hapo, jambazi huyo. Jambazi huyo. Unaleta bururu, mahindi mabovu. Hamtanipenda, hata hivyo naondoka baadaye. Naondoka baadaye, sibaki leo. Leo silali.
Unaleta culture ya kipuuzi kanisani. Kama wewe ni mdini, rudi kwenye dini mkapatane huko. Huku kwa Bwana, wanaotakiwa kufanya kazi ya Mungu ni wanaoongozwa na Roho. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakupa assignment kila majira, kila saa. Wewe unakuja kanisani huna hata assignment, umekuja paka unalala. Mtu anasubutu kuja kanisani anakuja kulala. Umetembea na fisi, huyo fisi wako namba plate yake ngapi? Wewe unatembea na fisi usiku nini? Unakuja kanisani unakuja. Waandishi wa habari hawapigaji hata picha hizo jamani. Zingeuzwa sana. Maana hawa watu tuwatafutia fisi zao ziko wapi? Waachieni waende TANAPA. Afu unashangaa. Unafikiri kanisani hakuna wachawi? Wapo. Niruhusuni nifunge ule mlango niwaambie mashemasi hapo wasachi kama hamna wenye hirisi. Kila mwenye hirisi ana fisi. Endelea baba. Haya. Leo hawatanipenda. Hata hivyo usinipende. Kama saa 9 ya mchana. Akaona waziwazi kama saa 9 ya mchana. Malaika wa Mungu akamjia na kusema, ambulance imetumwa toka mbinguni. Sema ambulance. Sema ambulance. Ripoti walionayo ni ya kumbadilishia mtu nyakati. Kumbe sadaka inaweza kukubadilishia nyakati. Kumbe sadaka inaweza kukuhamisha kutoka ukoo wa kwenu ukakupeleka ukoo wa Daudi. Sadaka inakuhamisha kutoka mahali wale waganga wa kwenu na wachawi, ile mila ya kwenu ya kuabudu ng'ombe. Mungu anaweza kukuhamisha kwa njia ya sadaka yako akakuingiza kwenye ufalme wa Yesu Kristo. Nisikilize, ni lazima ufike mahali umguse Mungu kwa sadaka yako. Mguse Mungu kwa sadaka yako, na sio sadaka chenchi, sio sadaka bururu. Angalia jirani yako. Unaleta churu, mama wa churu yuko wapi? Mwambie churu na mama wa churu, nani kamzaa mwingine? Kwa hiyo Mungu ni wa churu. Mungu ni wa churu. Paka meno yameshaisha mdomoni, unakuja na churu. Niliwahi kwenda kanisa moja, nikakuta mama moja anasema, na kulikuwa kuna changizo. Mama moja akasema, mimi nitamtolea Mungu tumbo ya nguruwe. Nguruwe yangu akisanda toa tumbo ya nguruwe, mtoto wa nguruwe. Nikamwangalia mpaka mwisho, nikaangalia na viatu aliyevaa amevaa hiyo, nikasema shetani msubiri pale. Msubirie pale na huyo nguruwe asizae. Nipendi. Wewe unamtolea Mungu tumbo ya nguruwe, kwani usimlete akiwa na mimba? Kwani usimlete akiwa na mimba kama ndio kweli ndio unafugaga nguruwe tu? Wewe shida yako unafugaga paka ni? Huku hawatakiwi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unataka injili ya haipo hapa. Unataka injili ya barikiwa, inuliwa, amen. Unabarikiwa kutoka wapi? Una hazina wapi? Umewekeza wapi? Baraka inatokana na kitu ulichoweka huku. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Baraka inatokana na kitu ulichoweka huku. Huyu mtu aliyetoa hii mimbari unaona kama yupo hai. Jamani, hii kitu haifutiki kwa Mungu. Inazungumza tu usiku na mchana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Kila mtu aliyefanya kitu hapa kwenye hili kanisa, mbinguni wana record ya kwake. Wana record ya kwake. Ila tu hawa amefanya bila kunungunika. Naweka tahadhari. Unaweza kutoa sadaka zako, wachungaji tukatembea nyuma ya matumbo. Hivi unajua mtu akiwa na tumbo paka mkiuno inakujikaga kidogo. Lakini wewe patupu. Endelea baba. Akamtazama sana. Akaogopa akasema, kuna nini Bwana? Kwanza cheki alivyo na network kwa sababu ya kuomba. Anajua kabisa huyu ni Bwana. Hii ripoti hii sio kawaida. Kwanza mimi ni akida. Ripoti za namna hii ni za Bwana. Kwa nini? Kuomba. Usitoe sadaka bila kuomba. Ndio maana tangu siku ile ya kwanza nikakwambia uwe unaombea sadaka yako. Unaelewa maana ya kuombea sadaka yako? Maana yake hata usichange sadaka asubuhi. Fanya mfumo wa sadaka wako uwe unapatana kule nyumbani. Ombea kuanzia Jumatatu. Biblia inasema siku ya kwanza ya juma. Kila mtu kwa kadri ya kufanikiwa kwake aweke sehemu ili pasiwepo machangizo tena kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Weka sadaka yako iwe maalumu. Usiwe unatoa sadaka kwa kuhemka. Usitoe sadaka kwa sababu kuna mtu anakusukuma. Usikunwe na mtu, kunwe na Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu akikukuna, huyo ndio anayeongoza faida yako pia kwenye maisha yako.
Haleluya. Endelea baba. Akamwambia sala zako na sadaka zako. Sala zako na sadaka zako. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Shika jirani yako. Mwambie wewe unaye moja, unaye mbili. Amesemaje? Amesemaje? Na mimi najua kuna kitu naombaga kwa Bwana haijibiwi. Shetani kaa pale. Subiria pale. Subiria pale. Kuna vitu vyako unamwambiaga Mungu. Mungu msaidie mume wangu. Amekuwa akinichapa vibao. Hakusaidii. Hakusaidii. Paka umemwelewa Roho Mtakatifu. Haleluya. Wewe mwenyewe una vitenge kwenye sefu yako kule nyumbani. Paka zingine zimeliwa na kupe. Haujui kuna kupe? Sisimisi. Sijui buu. Lakini hata maskini wanaokuzunguka pale hakuna hata unayowasaidiaga. Nasema avae kanga yangu, amemenyeka kwa ajili ya kanga yangu. Sawa. Na wewe menyeka na hiyo kofi za mume wako. Menyeka. Shetani kaa pale, msubirie na kofi hiyo. Wewe una vitenge mpaka zile za siku ya harusi. Zawadi ulizopewa siku ya harusi umejaza majaba, umejaza sijui umetengeneza na begi kubwa. Ile begi la harusi limejaga. Mwambie hata wewe. Na mimi nakuona saa hii umefika mahali unasema jamani, hakuna hata simba nitakayekutana naye kwenye mabwa. Hakuli. Hata kung'ata. Kula pensheni yako. Amen. Yaani uzuri wa Yesu, ukitaka kufa Biblia inasema taambia milima tuangukieni, milima itakimbia. Jamani, atuangukii watu hapa. Yaani unakula tu pensheni yako kidogo kidogo. Uzuri wa Yesu ndio hiyo bana. Ukileta jeuri huku, jamaa anakusubiria pale, anakubana. Unapata ukimwi, hufi. Ndio maana watu wenye ukimwi wana mdomo kali. Anaongea utafikiri cherehani. Unakula pensheni yako. Siku ukigeuka ukamrudia Yesu, tukikemea pepo anasema haya leo tunaondoka. Unapona. Lakini paka ukubali. Halo? Paka ukubali. Wewe unafanya huku kitu utafikiri hii madhabahu hii ina nguvu, ina moto. Hapa ndio mahali penye majibu. Watoto wote wanaotafutwa na wanawake walioko kwenye shida ya kutokupata watoto ni mpaka kwenye madhabahu ya Bwana. Kuna watoto kwenye madhabahu ya Bwana. Walioshindwa kufanikiwa mashuleni wakija kulala kwenye madhabahu, Bwana wa madhabahu atawapa akili njema hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malizia mstari wa 5 nafikiri. Zimefika juu kuwa ukumbusho. Zimefika juu kuwa ukumbusho. Hizo ni sadaka. Zimefika zikawa nini? Ukumbusho. Ya kwako ipo. Mwambie jirani yako, kale kamia kako kapo kweli. Mwambie hakapo maana ulifuta kwa maneno. Ulifuta. Mbona ulitangaza mtaani? Sadaka itangazwaje mtaani? Yesu akasema hata mkono wa kushoto usijue utandayo mkono wa kulia. Umewahi kufikiri kwa nini mkono wa kushoto haukuruhusiwa? Wakati ndio utakayeshika pochi. Lakini usijue. Ni ulimwengu wa roho. Sema amen. Malizia baba. Na kwa ukumbusho. Sasa basi. Peleka watu yako. Ukamwite Simon aitwaye Petro. Maliza. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni. Tengenezaji wa ngozi. Ndio. Ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupasayo kutenda. 31. Malizia na mstari wa 31. Atakuambia ya kupasayo kuyatenda. Kumbe, lakini kumbuka power iko kwenye sadaka. Network iko kwenye sadaka. Fursa iko kwenye sadaka. Mwagiza malaika ni sadaka zimekuwa ukumbusho kwake. Yule mpokea sadaka akaona hizi sadaka mbona zinaleta kuwa mlima hapa. Huyu mtu anahitajika kusaidiwa. Huyu mtu anapita mahali pagumu. Huyu mtu kuna shida iko juu yake. Huyu mtu kuna wachawi wamepanga kumwangamiza. Huyu mtu kuna majambazi wamekaa barabarani. Huyu mtu anatakiwa kuuawa, asife saa yake bado.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata nabii Isaya alipeleka ripoti kwa mtu anaitwa Hezekia. Maandiko yanasema akaambiwa utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa utapona. Maandiko yanasema Isaya kupeleka ujumbe haikuwa jibu la mwisho. Hezekia akasema ukuta na tuongee na huyu Mungu ambaye anaye sadaka yangu ataniambia kama ni saa ya kufa au bado saa yangu itaendelea. Akaongezewa miaka 15. Anasema miaka 15. Sema miaka 15. Lakini alichomwambia Mungu, hoja yake yenye nguvu, Mungu kumbuka. Wewe una nini cha kumwambia Mungu? Nini kumbuka? Halo. Huyu Kornelio nampenda sana kwa sababu hakuwa mlokole. Lakini sadaka ilimfanya awe mlokole. Kumbe sadaka inakuunganisha hata kwenye wokovu wako. Sadaka inakuunganisha hata uwe mtakatifu kweli. Sadaka inakuunganisha hata uwe mwenye haki kweli. Sadaka inakuunganisha kwamba baraka yako iwe straight, inanyooka tu. Watu wakikaa mbele, Biblia inasema watachimba shimo, watadumbukia wao. Kila silaha itakayofanyika juu yako, Mungu ataweka ngao, alafu wewe utatembea. Bwana atakemea wale maadui zako. Bwana atakula wale ambao wanatafuta kukula afya yako. Atakemea ugonjwa wowote hautatajwa juu yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Ongeza makofi na vigelegele na shangwe. Mpe Yesu makofi ya asante. Mpe Yesu makofi ya asante. Mwambie asante Yesu, mpe Yesu makofi. Haleluya. 31. Tunaenda kuomba. 31. Akasema Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa. Kornelio kuomba. Huyu sasa kumbuka, saa zile ni malaika, sasa ni Petro. Saa zile ni nani jamani? Ni malaika. Sasa ni mwanadamu. Anakuja na network ile ile. Utafikiri walikaa na ile malaika. Na tunaelewa wasomaji wa Biblia, huyu Petro alikuwa amelala kwenye nyumba moja na ana njaa, akalala darini, nadhani ni kwa Waira pili. Akalala darini. Huko chini wanapika pipi. Sio unajua tena ugali wa Kira huo unachelewa mpaka unawafanya watu wanajaribiwa. Kwa sababu ugali ulitakiwa uive dakika 5, wanapika dakika 30. Wanazungusha tu ile kipekecho huko ndani ya sufuria. Ni sawa, wanafanya vitu vizuri, lakini wanatucheleweshea mambo mengi. Na Mungu akashusha kitu kimebeba wanyama aina zote. Alafu Petro na kanjaa kake akaambiwa chinja ule, akasema halo, sijawahi kula kilicho najisi. Mungu akamwambia usiite nilivyo vitakasa najisi. Maana yake yuko Kornelio. Wewe humjui, mimi namjua. Mimi nina sadaka yake. Sema amen. Maana yake usiviite mimi nilivyovitakasa. Mimi ndio nimetakasa. Ametakasia wapi? Ametakasia kwenye sadaka yake. Mungu atakutakasa kwenye sadaka yako. Mungu atakuponya kwenye sadaka yako. Mungu atakufanya ung'ae kwenye sadaka yako. Mungu atakufanya upendeze kwenye sadaka yako. Mungu atakufanya udhibitike kwenye sadaka yako. Utadhibitika katika haki kwenye sadaka yako. Haleluya. Utaongezewa na miaka. Wakati watu wanasema utakufa, kila siku unarejesha ujana kama tai. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Kuna watu hapo wamezeeka kuliko umri wake. Unajua kuna mtu hapo ukimuuliza na miaka mingapi? Miaka yake je 18, lakini ukimwangalia ana 42. Wewe kufikiri nini kinachokuzeesha? Kutokumjua Mungu kunakula maisha. Kunakula umri pia. Unasukumwa haraka ili uondoke duniani, unatuletea kiwimbwa. Na asante Mungu. Mungu ni wa ajabu sana. Tunafanana kwa sura, lakini kila mtu ana package ya kwake. Unajua mbinguni tulipoletwa duniani, hakuna mtu ambaye alimhonga Mungu ili aletwe duniani. Na ndio maana nakupa tahadhari kijana na mama, hakuna lazima ya Mungu, ya baba yako na mama yako kukuzaa. Ilikuwa lazima program kutoka mbinguni. Uzaliwa kwenye hiyo familia ili uwe mtu wa tofauti kwenye familia hiyo, uwe mtu wa kubadilisha mazingira kwenye familia hiyo. Haleluya. Mtu asikudanganye kwamba wewe unajua unaenda kama unategea. Hamna shida. Sina wa pili, hakuna mbili duniani. Mpaka Ulaya ni wewe tu peke yako. Ukifanya mzaa unakufa ili alete original kwa ajili yako. Haleluya. Kwa hiyo mtu asikuchezea kwa sababu nafasi yako ni ya kwako. Hauna tena. Hakuna. Nenda Marekani, hayupo kama wewe. Ni wewe. Hata kama una makengeza, ndio wewe umeletwa kwa makengeza hiyo hiyo.
Kwani kuna shida gani hata nikiwa na makengeza? Wakati nyewe mnaona mbele, mimi naona pembeni. Kuna shida gani? Haleluya. Shika jirani yako mkono, mwambie sasa, nina makengeza lakini naona pembeni. Wewe unaona mbele? Mimi nitakusaidia huko pembeni. Mwambie mimi nitakusaidia pembeni. Mtu mwingine kwa sababu anatembea ana matege, alafu anajidharau. Mungu si unyoshe hii miguu yangu, hanyoshi. Ndio ya kwako hiyo. Anashangaa. Ndio ya kwako. Mtu akiwaambia bwana matege, mwambie hamna shida. Wewe cha hapa katikati kitakugonga, mimi akinigonga. Fanya hivi. Fanya hivi. Soma 31 bana, halafu tukaombe. Mungu yuko karibu na sisi. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa. Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa. Na sadaka zako zimekumbukwa. Na sadaka zako zimekumbukwa. Hebu mwambie jirani yako, kumbe sadaka inakumbukwa. Shika jirani yako mkono, mchungaji kaa. Mwambie kama inakumbukwa, umetoa kwa nidhamu kiasi gani? Kama inakumbukwa, umekuwa mwaminifu kiasi gani? Kama inakumbukwa, umekaa kwa kiwango gani na kujua kwamba hichi kitu ni cha kwangu, nahitaji ikumbukwe mbele za Bwana. Kama inakumbukwa, nisikilize unayenisikiliza. Unaweza kutoa sadaka kwa maelekezo ambayo Roho anakuongoza. Mume aliyekuoa saa nyingine amekuoa wakati ule hujamjua Mungu, usimbadilishe mume. Peleka sadaka kwa Bwana. Msikilize Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, alo nimepata pancha barabarani, sina spare tairi, naomba spare tairi. Ndio uliyenipa ndio huyu. Oko sina. Lakini kwa sadaka yangu Bwana, muangalie na huyu mume wangu. Mkumbuke na huyu mume wangu. Ninajua hafai, lakini ni wa kwangu. Humkatai, ni wa kwako. Unajua usikatae tatizo lako, sema ni la kwangu. Ukapeleka sadaka mbele za Bwana ili zikumbukwe huko mbele za Bwana. Umemwoa binti ambaye uliyemuoa, huyo binti haeleweki. Akipika chakula ni mbichi kila siku, usimbadilishe. Mwambie Yesu, ndio ulichonipa, ndio ya kwangu. Yesu, sadaka yangu ikumbukwe. Nibadilishie mfumo huu, maana mfumo uko mbinguni. Aliyemtengeneza huyo binti yuko mbinguni. Ndio aliyemleta, kama amemleta hajakaa sawa. Mwambie Yesu wangu, nikamilishie huyo mtu, maana haendi na mimi, nataka atembee kama mimi ninavyotembea. Mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Sadaka yako ina maana sana mbele za Mungu. Na kuanzia leo usitoe sadaka kwa mhemko. Watu wakija hapa wanataka kutoa kuku. Kama Roho Mungu ndani yako akisema toa beberu, wewe toa beberu. Hutoi kwa ajili ya mchungaji wala kwa ajili ya wanaokuona, unatoa kwa ajili ya Bwana wako ambaye ataweka ile ukumbusho mbele zake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku naumwa, sadaka yako itakusaidia. Hiyo pointi ya mwisho. Siku naumwa. Kwani wewe siku nyingine haumwi? Hakuna safari bila accident. Magari mengi yanaanguka, lakini kila siku magari yananunuliwa. Kila siku ndege zinadondoka, lakini kila siku usafiri wa ndege ni bora kuliko wa magari. Unanishangaa. Kila siku mandege yanapata ajali, lakini kila siku watu wanapanda ndege. Kila siku wanawake wanasema kuzaa ni kubaya, lakini kila siku watoto wanazaliwa leba. Kila siku wanasema haturudi kuzaa, lakini mwakani miaka 2 wamezaa. Hao hapo. Na Yesu amesema kwenye Biblia, mwanamke yuna uchungu, akiwa yuna uchungu wa kuzaa, anakuwa na shida sana kweli, lakini baada ya ile furaha ya kuzaliwa kwa mtoto, anasahau, ndio anafuta. Ndio imetoka. Yuko Mungu atakaye kukumbuka siku una shida yako. Shida yako ndio mahali Mungu anatakiwa kuone. Jamani, watu wanapitaka kwenye shida. Siku ya shida yako, siku ya tatizo lako, unapaswa kumwambia Mungu, nikumbuke tena na hapa. Maana saa hii, na nisikilize, siku unaumwa hauwezi kuomba. Huwezi kuomba. Nenda kawaulize waombaji.
Siku naumwa, unabaki tu, Bwana wewe usinisahau tu Bwana. Bwana wewe usinisahau tu Bwana. Sikusahau kwa lipi? Na hauna uwekezaji kwake, na hauna akiba kwake. Zaburi ya 20. Sadaka kwa ajili yako. Mwangalie jirani yako, mwambie sadaka kwa ajili yako. Unaumwa, una typhoid, una mgongo, unaumwa, kichwa kinaumwa hakiishi, tumbo la uzazi linakata kila siku, lakini wala haujafika hata mwezi wa kuzaa. Nani atakusaidia? Zaburi sura ya 20, mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunasoma alafu tunaomba. Shike jirani yako, mwambie tutaomba bana. Mwambie mimi najua wewe unataka kuwahi. Unaenda wapi? Naenda wapi? Daudi alisema nataka neno moja tu, nikae kwake siku na mchana. Zaburi sura ya 20. Kuna wachawi wangapi wamekupangia kufa? Kuna washirikina wangapi kila siku wanatupa madawa nyumbani kwako? Wanatupa kweli? Na mimi nataka waendelee kutupa sana. Sisi tunaosimama mbele yako tumelogwa, tukalogeana. Lakini tumbo tu. Naomba usome. Soma. Zaburi sura ya 20. Soma tu. Kwanza mimi nakupenda maana unakuja kanisani umekasirika. Ukiondoka unaondoka na magonjwa ya watu. Nikasoma. Waje nimsaidie jamaa mmoja. Wewe unakuja umenuna tu. Hata wapige picha wanakuambia Semax. Umekuja umenuna tu. Umenuna tu. Jamani, hapa si kwa daktari mkuu. Wewe umekuja umegombana na mke wako, bado unamtafakari, unamwangalia kule, ni kama ndio unamuona ile nguo ile kijani mgombana kijani kibichi, unasema kuna ile kitambaa nilimnunuliaga inafanana na ile nikifika na choma moto. Umevurugwa na mtu kule wiki nzima, alafu ukija hapa umwachie Yesu huyo mtu. Mwachie Yesu huyo mtu. Mwambie Yesu, mimi simuwezi. Kwa mwili atanibana, kwa namna yote atanibana, lakini Bwana hawezi kukubana wewe. Sema amen. Hawezi kukubana wewe. Ndio maana nikakufundisha namna ya kuombea sadaka kabla hujatoa. Wakati unatoa hiyo sadaka yako unaiombea, unaambia Bwana Yesu, kwenye mahitaji yangu moja wapo ni ile jamaa anayenisumbua wiki nzima. Sema amen. Ukijua faida ya sadaka unatumia kama silaha. Sadaka ni silaha. Sasa sina muda wa kufundisha hapo maana leo ni ibada. Leo ni Sabato. Sadaka ni silaha. Unaweza ukatoa sadaka, wachawi wako wote ukawakamata. Tena waziwazi, tena unawakamata mchana. Nashangaa. Aliwahi kumtafuta mtu mmoja, mtumishi wetu ambaye tunatumika naye. Akampeleka kwenye nyumba yake ambayo anajenga. Na ile nyumba kila akitaka kupata hela zinapotea. Kila akitaka kupata hela zinapotea. Akamwambia naomba njoo omba kwenye eneo langu. Akaenda akaomba kwenye eneo, ukuta umeishia tu hapa chini. Wakafanya maombi. Ile mtumishi akamwambia Mungu, hao wanaozuia hapa waonekane kwa macho ya mwili na nyama. Wasiondoke. Siku ya pili asubuhi. Yule jamaa mwenye kiwanja hayupo. Ameenda kwenye makazi yake. Wa majirani wanapita pale wakakuta fisi kubwa kuliko babu yake. Anazunguka tu kwenye ile nyumba. Wakampigia simu wakamwambia sasa kuna mgeni wako hapa. Kuna mgeni wako hapa. Akamwambia mgeni gani? Akamwambia kuna fisi mkubwa yuko hapa haondoki. Tunamfukuza anarudi ndani. Anaruka na dirishani anarudi ndani. Akampigia simu ile mtumishi, bwana leo bwana fisi yuko kwenye kiwanja. Akamwambia si jana tumeomba. Sasa mwambie hivi, uko karibu na huyo fisi? Akasema hapana, nimepigiwa simu. Akamwambia sasa waambie waliokupigia, waambie kwa jina la Yesu ondoka na nyumba hii inajengwa kuanzia leo. Kwa hiyo sasa hivi tunakufungua macho kimbia. Ameshangaa. Nenda kamuulize mfalme wa Shamu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie.
Wale watu walipoenda kumtafuta Elisha wakampata kule mlimani. Gehazi akatoka asubuhi akasema, jamani, bwana wangu ole wetu, maana tumezungukwa. Elisha akamwambia, leo niandalie chai, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao, sisi tuna nguvu kuliko wao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule kijana akawapigia wale watu akawaambia, aisee, mwambieni nyumba sasa itaendelea kujengwa na usirudi hapa tena, kimbia bana. Walipomwambia tu hivyo, fisi aliona mlango halisi, akatoka kama risasi. Huyo nyumba kuanzia wiki hiyo ilianza kujengwa na ikakamilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Una silaha ujui kutumia kwa sababu wewe uwekezi kwa Mungu. Wekeza kwa Mungu na Mungu atafungua macho yako. Sema amen. Endelea. Baba soma mpaka mstari wa 4. Nimekuchelewesha kidogo lakini kwa faida ya mtu mmoja. Wewe unaogopaje wachawi? Mwangalie jirani yako, mwambie unaogopaje wachawi. Mwambie wachawi ni chakula kwetu. Kwetu ni chakula. Kwetu ni chakula. Mwambie jirani yako ni chakula. Ni chakula kweli. Tena mimi nakushauri usimkimbie mchawi. Yeye akuzie kiwanja. Kwani usiombe upako wa kupata hela? Siku anataka kwenda Kilindi, mtu wa kwanza atakayemwambia nauza nyumba ni wewe. Alafu namwambia, haya nisubiri lakini sina hiyo hela unayotaka, nina hela hii. Anakupa wewe kwa sababu wewe ni moto ulao. Bwana akajibu. Mchungaji unanipeleka vibaya. Bwana akujibu siku ya dhiki. Bwana akujibu siku ya dhiki. Siku ya dhiki. Hebu mwambie jirani yako siku ya dhiki. Muangalie, mwambie wewe unaga dhiki. Mwambie unaga dhiki. Hawa dada wadogo wanaolewa na hasa walokole wengi hawapigwi mchungaji ili uje uwaone alama huku. Wanafinywa huku. Wapi? Sikufundishi tabia mbaya. Mpaka hapa tulikofika tumeona mambo mengi wewe. Wanafinywa wapi? Huku. Mume anamwambia, waume vijana, wewe angalia ukishakuta tu kijana na makucha, kamuulize mke wake huku kumeharibika. Kwa sababu akienda kwa mchungaji anamwambiaje? Mchungaji anamwambia mnionyeshe, haonyeshi. Kwa hiyo atamwambia tu, mchungaji niombee tu. Wewe niombee tu. Ndoa yangu ina shida kidogo. Sio kidogo, huku kumekuwa kweusi. Acha mara moja, hiyo ni kipepo hiyo. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue kwenye hiyo dhiki yako. Maana yako umelala. Mwambie jirani yako umelala. Sasa jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Sema amen. Yaani hiyo jina la huyo unayempa sadaka yako likuinue. Kawaulize wachawi wote, nyumba ya mtoaji wa sadaka hawaionaji. Kwenye vioo vyao hawaoni. Wachawi simpo hapa, sema nisikia. Hawamuoni. Hawamuoni. Ili wakuone wanakutupia kikwazo, usikwazike. Jiepushe na kikwazo. Mchawi kama haukwaziki hakuoni milele. Sadaka yako ni boma. Sasa dakika zangu hazitoshi. Sadaka yako ni boma. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Aliye hai asifiwe. Sadaka yako ni boma. Boma. Biblia inasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yule alaye. Boma. Ukitoa sadaka kwa uaminifu, Mungu anakuwa security wa maisha yako na familia yako. Anakuwa mlinzi. Yeye ndo anashika mtutu. Wakija usiku wanakuta jamaa na mtutu tu hivi. Ananyoosha mtutu wake. Ataingiaje? Ina watu wengi walitaka kuja kwetu kutuibia. Lakini kila wakifika kwenye nyumba yetu wanakuta ni bahari. Wakisogelea bahari na yenyewe inakwenda kwao. Kajaribu uone. Halo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utumishi ndio maana ya utumishi. Utumishi sio feki. Acha feki. Acha kukopi. Ukikopi huna kitu. Tembea na cha kwako. Endelea.
msaada toka patakatifu pake. Akupelekea msaada. Kornelio alipelekewa msaada. Kornelio alipelekewa msaada. Dorcas alipelekewa msaada kwa sababu ya sadaka ya kushona zile nguo za wale wajane. Akapelekewa msaada. Dorcas alifufuliwa kwa sababu ya sadaka. Dorcas alirudishiwa uhai kwa sababu ya sadaka. Maandiko yanasema hata Petro alipofika, iko kwenye sura ile ya 9 mstari wa 36 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Dorcas amekufa. Amekufa. Wamemuosha, wamemweka gorofani. Na wanamwandaa, badala ya kumwandaa kwenda chini, wao unawekaje maiti gorofani wakati maiti wanazikwa chini? Hasa wale wapendwa wakasema hapana, tunajua sadaka iko mbinguni. Ngoja hii sadaka imguse Mungu. Na wakajua Petro yuko karibu, wakasema upako hatuna, lakini tunamjua alipo. Ngoja tukamchukue. Alo, tupigie simu mbinguni. Simu haipigwi na kila mtu, ndio maana mchungaji wako yupo. Sio kila simu wewe utapiga. Mchungaji wako ndio msaada wa kupiga simu yako kwenda mbinguni. Wewe shida yako unamchukia mchungaji wako, ukichukia sehemu ya kupigia simu huingii. Amenishangaa. Ukimchukia mchungaji umemchukia Petro wako. Chungulia jirani yako, mwambie hujapiga mswaki najua. Mwambie hujapiga mswaki najua. Najua. Ndio maana umekuja kama unachelewa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi. Jina langu naitwa Aliyepewa. Na jina langu nimekwambia, Aliyepewa, nimepewa cha kukupa. Wewe unakaa kama utafikiri ndio umeelewa sana. Umeelewa sana wakati umepinda sana. Umeelewa sana. Dorcas ni mtu ajabu sana Mungu. Mungu ni mtu ajabu sana. Kumbe sadaka yangu kama natoa kwa uaminifu, iko siku nitapita pagumu, alafu Mungu wangu atanikumbuka kwa sababu ya sadaka yangu. Mungu wangu atanipelekea msaada kwa sababu ya sadaka yangu. Mungu wangu atapigana na maadui zangu kwa sababu ya sadaka yangu. Mungu wangu ataniletea msaada kitandani kwa sababu ya sadaka yangu. Haleluya. Endelea mpaka mstari wa 4. Na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote. Hebu sema zote. Hebu sema zote. Azikumbuke sadaka zako. Kumbe zinawekwa mahali kuna kukumbukwa. Hivi kama wewe unajua kwamba kuna mahali inawekwa na kukumbukwa, hiyo mia yako iliyo scrap usikelewe. Si unajua kuna wengine wanaletaga scrap? Ameshangaa. Hata wakati wa Yesu kuna waleta scrap. Na kuzitakabali. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali. Kuzitakabali manake azikubali. Sema amen. Yaani manake aziridhie. Lugha sanifu. Aziridhie. Azione kwamba zinamfaa. Lakini siku ya dhiki, sema siku ya dhiki. Sema siku ya dhiki, mstari wa mwisho. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Kwa kadiri ya pito lako. Kwa kadiri ya uhitaji wako. Kwa kadiri ya hali yako unayepitia. Hebu mtu mmoja ampe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Kwa kadiri ya haja yako. Haja yako ni nini? Haja yako ni nini? Haja yako, je, kuna mtu anakunyang'anya shamba lako? Haja yako unamueleza Yesu. Akujalie kwa kadri ya haja yako. Je, kuna mtu kila siku anakunong'oneza, anakuambia mambo mabaya? Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Je, kuna mtu amekataa kukupa haki yako? Akujalie kwa kadri ya haja yako. Hebu sema haja yako. Sema haja yako. Maana yake kila mtu hapa ana haja. Kila mtu hapa ana haja. Hata mimi na haja. Usinione hapa na mhubiri Yesu. Mimi sipendi kila siku kuja na gari hii. Mimi napenda siku nyingine nakuja na helikopta hapa. Inawezekanaje watu wa Chadema wawe na ndege, alafu na CCM wawe na ndege, sisi hatuna ndege. Yaani unajua tuwe tunatembea hata tusinuke kikwako. Unajua kwenye gari kama ukiwasha IC sana muda mrefu pia unaumia kifua, lakini kwenye ndege hamna kuwasha IC. Yaani ni kitu rahisi sana. Yaani wakati nyewe huku ndio mnasema ainuliwe, sisi ndio tunaondokea kwetu. Hawa. Nafikiri sina haja na mimi.
Mimi sina haja. Saa hii tuna uwezo wa kukalisha watu zaidi ya 1,000. Tunahitaji kukalisha watu 10,000 wewe. Cheki, wakati wao unatafuta kuongeza tumbo, sisi tunatafuta kuongeza ukuu wa Mungu kwenye utumishi wetu. Wakati wao unatafuta kuongeza ng'ombe, mimi sitafute ng'ombe saa hii. Mimi sina shida na ng'ombe ya leo. Wewe unatafuta uongeze watoto. Watoto wenyewe unawazaa. Mimi nakushangaa wewe mama, binti yangu. Unazaa na mume wako mwenyewe hana hata mkanda wa suruali. Unazaa. Unakubali tu unaana kuzalisha. Angalia jirani yako. Mwambie mwenye kalenda ni binti, ni mwanamke au ni kijana. Ameshangaa. Eti mwenye kalenda ni nani? Mwanamke. Kwa nini usimchezeshe? Si unamjua ni kichwa maji? Mwangalie jirani yako. Mume wako mwenyewe mahuru. Anaenda kucheza pool table, pool mpaka jioni anakuja anasema mama leta ugali. Mwambie hamna kuzaa hapa. Ifika miezi ya kuzaa unamwambia mimi naenda kumsalimia shangazi. Sio umeenda kumsalimia shangazi umeondoa utoto. Amenishangaa. Unipendi, hata hivyo usinipende. Usinipende. Mwangalie jirani yako mwambie usipende huyu jamaa huyu leo ndio anaondoka. Wewe unazaa mtoto mmoja yuko hapa, mwingine yuko hapa, mwingine yuko hapa. Oh, heko lakini atakuachia manyoya. Ngoja njaa ije, ngoja jua iwake tu miezi 6. Atakimbia Dar es Salaam, anazima simu anabadilisha line. Fanya hivi. Hayo. Akujalia kwa kadi ya haja yako, sadaka yako italeta jibu la haja yako kutoka kwa Mungu. Sema amen. Italeta haja ya jibu la uhitaji wako kutoka kwa nani? Maliza baba. Na kuyatimiza mashauri yako yote. Naomba usimame. Shike jirani yako. Mwambie amka kidogo. Mbona hamtaki kuamka sasa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mbona hamtaki kuamka? Haleluya. Shike jirani yako mkono mwambie ndio zege hiyo imemwagwa leo. Tukikutana wakati mwingine tutaangalia kama maji yamejaa. Funika macho yako. Baba yetu mwema na Mungu wa rehema, asante kwa wingu lako la neema. Umetupa heshima hii, hatuna kitu cha kukupa zaidi ya kusema asante. Asante nyingi zikufikie kwenye kitu chako cha neema. Naomba utukufu wako juu yetu na rehema zako juu yetu pia. Pamoja na kwamba Mungu hatujawahi kukujua, tumekosea mara nyingi, hasa kwenye eneo la utoaji wa sadaka. Mungu tusamehe. Tusamehe Baba yetu wa mbinguni. Wengine tumesababisha vurugu ndani ya kanisa kwa sababu ya sadaka. Wengine tumeweka sadaka kama siasa. Mungu tusamehe. Mungu tusamehe. Mungu tusamehe. Mungu tusamehe. Tuko mbele za kiti chako cha rehema Bwana. Kanisa lako limekusanyika kama mtu mmoja. Najua Mungu kuna kitu unaachilia ndani yao. Najua kuna vitu unataka kuachilia ili kazi yako ipate kusonga mbele. Damu ya Yesu kwa ajili ya watoto wako Mungu ni hai. Fungua fahamu zao, fungua fikra zao, fungua akili zao, fungua nafsi zao, fungua kufikiri kwao, fungua kunia kwao, fungua kuona kwao, fungua kutafakari kwao, maana kuna kitu unaachilia. Hata kwenye hiyo tumbo ambaye hajapata ujauzito bado. Ulisema na Ibrahim wakati hana mtoto. Mungu si unaweza kusema na watu hawa hata kama hawajazaa. Mungu, kuzaa kwa jinsi ya mwili ni ishara ya kuzaa kwa jinsi ya roho. Naomba neema yako Yesu, inua huduma za watumishi wako hawa. Mungu, wasibaki walivyo, tukikutana nyakati nyingine, tuwakute kwenye viwango vya level nyingine tena Bwana. Waheshimishe, waheshimishe, waheshimishe. Waheshimishe Mungu, maana mkono wako haujapungua wakati wowote. Katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Wakati umeinamisha kichwa chako, kama kuna mtu ambaye anahitaji kuombewa, na mimi nataka niwaombee watu wenye hasira. Ndani yangu nimepewa huo msukumo muda. Sikupata hiyo nafasi kwa muda kadhaa, lakini leo sitaki niache. Kama unajua ndani yako una shida ya hasira, una hasira. Mimi sijui kama utajielewa una hasira, lakini mimi najua unajielewa una hasira. Na hasira ambaye hujajua mlango wake umetokea wapi. Iko neema ya Yesu hapa.
Una vitu vyako vingi umepoteza kwa sababu ya hasira. Una tatizo ambalo unalo hapo ulipo kwa sababu ya hasira. Na wanakuambia wakati mwingine mpaka unapata pressure. Ukienda kwenye msiba unapata pressure, wanakuambia umedondoka kwa sababu una hasira iliyojenga roho ya pressure ndani yako. Unanisikiliza na masikio unayo? Songa hapa mbele. Songa hapa mbele. Neema ya Kristo iko juu yako. Hatua 3 dakika moja. Hatua 3 dakika moja. Unaweza kuchukua hatua. Nje na hapo tunaenda kufunga. Lakini hiyo ni homework ya kwako. Unaweza kuhitaji msaada au usihitaji msaada, lakini una hasira. Ukija mbele za Bwana, anaondoa hiyo hasira, unabaki salama. Kuna mahitaji mengine yameshindwa kujibiwa na Mungu kwa sababu ya hiyo hasira. Tunakungoja. 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 Ni kama unaona haya, hujajua hasira ni pepo. Kimbia kwa Bwana. Kimbia kwa Bwana Yesu. Njoo kwa Bwana Yesu. Njoo songa hapa mbele. Usimtafute kumuuliza jirani yako kwamba nitangulia au utangulie. Njoo songa kwa Bwana Yesu. Njoo songa kwa Bwana Yesu. Nisaidieni huyo mwenye mtoto. Saidieni huyo mwenye mtoto. Kama unamkumbuka kuna mtu ana hasira, msaidie, 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 msaidie. Msaidie, msaidie. Mkumbushe, huenda hajikumbushi. Huenda hajielewi. Mkumbushe. Maana wakati mwingine vitu vinawatokea watu bila kujipambanua. Njoo songa hapa mbele. Umepoteza vitu vyako vingi. Maandiko yanasema hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Ninakuona uliyebaki na mimi naona una kichwa kinaumwa mara kwa mara kwa sababu ya hiyo hasira. Ukikumbuka tu kitu fulani unakasirika mpaka kichwa kinaumwa. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Ukikumbuka kitu fulani, mtu fulani amekukwaza, hiyo hasira inapanda kiasi kwamba mpaka unaambiwa una pressure. Karobo shaka. Kimbia kwa Bwana, kimbia kwa Yesu Kristo, rafiki wa kweli. Asiyekuchoka, asiyekuchoka yuko hapa. Asiyekuchoka yuko hapa. Asiyekuchoka yuko hapa. Ni kweli haki yako imepotea, lakini haki yako haiwezi kupata kwa hasira yako. Haki yako utapata kwa neema ya msalaba, kwa neema ya msalaba. Kwa neema ya msalaba, kwa neema ya msalaba. Na nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Ule utukufu uliotufunika hapa kwenye darasa hili ziko mahali hapa na zitakusaidia. Bado kuna mtu hajaja. Umegombana na mtu na umeshindwa kumsamehe. Kila ukikumbuka unakasirika na uliona kama amepoteza haki yako fulani. Njoo songa mbele za Bwana. Njoo songa mbele za Bwana. Umegombana na mtu na huyo mtu hajakutaka radhi, ulipaswa wewe kumtaka radhi. Biblia inasema, nanyi kila msimamapo na kusali mkiwa na jambo juu ya mtu, sameheni, ili na Baba yenu wa mbinguni apate kuwasamehe na ninyi makosa yenu. Sawa sawa na Marko sura ya 11 ule mstari wa 23 mpaka 26. Hauwezi kusimama mbele za Mungu wakati una hasira na wakati una kisa na mtu. Kama kuna mtu amekukosea, kimbia kwa Bwana Yesu. Kimbia kwa Bwana Yesu. Amekuumiza, inawezekana ni kwenye ndoa, mahusiano yako kwenye ndoa. Kuna namna hamjakaa sawa. Na nafasi hiyo imekuchukua muda mrefu sana. Unajaribu kulazimishwa kusamehe lakini umekataa kusamehe. Unajaribu kujilazimisha kumpenda lakini umeshindwa kumpenda. Karobo shanda ribo kuria basaya. Songa hapa mbele. Na wakati tukiomba hapa, nguvu za Mungu zitakuwa zinapita na watu wengine watakuwa wanaponywa. Na kuna wengine hawajatoka. Tutakemea mapepo mpaka kule nyuma. Mpaka kule nyuma. Inua mikono yako juu ile kuja hapa mbele. Funika macho yako. Nyamaza kimya kwa Bwana. Nyamaza kimya kwa Bwana. Inawezekana ni hasira uliyotupiwa. Uweze kujua. Ni hasira umetumiwa na mapepo na wachawi. Na umetumiwa kwa kusudi fulani na wewe hujagundua. Ingaliko neema ya Yesu hapa. Ingaliko neema ya Yesu hapa. Kuna mtu amegombana na mtu, hajamsamehe. Kuna binti amegombana na mtu na hajamsamehe. Na yupo ndani ya kanisa hili. Umegombana na mtu na hujamsamehe. Na ndani yako unasema niende nisiende. Bora kwenda. Maana kuna mlango shetani anaufungua mbele yako. Utashindwa kuvuka hapo. Njoo tu mwanangu. Njoo tu. Umegombana na mtu. Hakuna mtu atakuuliza ni mtu gani huyo. Huenda yuko hapa.
Kwa neema ya Yesu wako. Amekuhadaa. 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 Amekudanganya. Mmepatana, ile patano likavunjika. Ulifikiri ni mtu mwaminifu, hakuwa mwaminifu. Yes. Funika macho yako. Upako huko mahali hapa. Funika macho yako. Ziko nguvu za Mungu mahali hapa. Wewe usiombe uliokuja hapa, wewe nyamaza kimya. Kama kuna sababu ya kuwaruhusu wachungaji tutasema. Funika macho yako. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Mungu uliyeniumba. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimekuja kwako. Mimi ni mtoto wako. Naomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Hata hivyo nahitaji msaada wako. Futa makosa yangu. Futa dhambi zangu. Futa uovu wangu. Ni kweli nina hasira. Ni kweli nimekosewa. Lakini nimetafuta kulipa kwa mwili. Nimetafuta kulipa kisasi kwa mwili. Naomba unisamehe. Unisamehe Yesu. Ninakubali kumsamehe huyu ambaye ameniumiza. Bwana Yesu, wewe ulitusamehe bure. Sio kwa sababu tuna haki. Sio kwa sababu tunastahili. Naomba Yesu niondolee roho ya hasira ndani yangu. Sitaki hasira. Sitaki hasira. Maana ni mlango wa shetani unaotesa maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kila hatia iliyoandikwa juu yangu, damu yako Yesu iniondolee sasa. Kwa jina la Yesu. Kila hatia ambaye shetani ameshikilia, nikafungwa mahali na sasa nina magonjwa kwa sababu ya hasira. Naomba Yesu niondolee. Ninashambuliwa usiku hata kwenye ndoto kwa sababu ya hasira yangu. Naomba unisamehe Yesu. Ponya nafsi yangu. Ponya moyo wangu. Ponya ufahamu wangu. Ponya akili yangu. Naomba unirudishie neema yako. Neema ile ya wokovu. Kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Uwe kiongozi. Uwe mshauri wangu katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Kuanzia sasa, mimi ni mtoto wako. Nimeokoka kwa upya. Na kweli nimeokoka. Sitarudi nyuma. Nitatembea na wewe siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mazaki. Kata mkono kwenye moyo wako. Kata mkono kwenye moyo wako. Kata mkono kwenye moyo wako. Yes. Kata mkono kwenye moyo wako. Yuko ambaye anapata shida ya kuchapwa makofi kila mara. Yes. Mungu uliye hai katika jina la Yesu. Mungu uliye hai katika jina la Yesu. Roho wa uzima unayetembea ndani ya kanisa. Roho wa uzima unayepita ndani ya watoto wako, Bwana. Pita kama moto, pita kama moto. Asante kwa sababu wewe ni Mungu tuponyaye. Pita Roho Mtakatifu, maana unajua mioyo ya watu hawa. Hata kama hawana cha kukumbukwa mbele zako, kumbuka damu yako Yesu. Kumbuka damu yako Yesu. Pepo la hasira unasikia, maana masikio unayo. Shetani umewashikilia muda mrefu. Mapepo umewashikilia muda mrefu. Majini umewashikilia muda mrefu. Kuna haki zao zimepotea. Mapepo majini, nguvu za giza mlizoko ndani yao, ufalme wa kuzimu, falme za wakuu wa giza mliofanya kikao juu yake, mkapatana kwamba lazima mumuangamize. Ndoa yake imepata shida, mahusiano yake yamepata shida, mahusiano yake ya kimafanikio pia yamepata shida, mahusiano yake na wewe Yesu yamepata shida. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nguvu za giza zilizoko ndani yao, pepo lolote lililotumwa ili kumshambulia, pepo la hasira unasikia, maana masikio unayo. Nguvu za giza, pepo la hasira uliyetumwa kuangamiza,
kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Nguvu za giza ndani yao, nguvu za giza zilizotumwa kuangamiza, pepo la kutokusamehe na kusahau, pepo la kumbukumbu za kimapepo zilizoingia ndani yake, pepo la kuvuruga maisha yake, pepo la kidini lililoshikilia ufahamu wake, nguvu za giza, agano lolote lililotumwa ndani yao, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mazakini wachungaji pita huku mbele. Namaza tukimya. Wachungaji pita kwa huku mbele, mnaanza mstari wa mbele kwenda mstari wa nyuma. Yes. Karobo shanda rabosika. Mapepo, majini mlioko ndani yao, mapepo, majini, nguvu za giza, toka. Yes. Toka. Adui wa msalaba, roho ya kutumwa, pepo la kutumwa, roho ya kutokusamehe, pepo la kulipa kisasi, adui wa msalaba, nguvu za giza, roho ya hasira, pepo la hasira uliyekaa kwenye kitovu, uliyekaa kwenye kichwa chake, uliyekaa kwenye kitovu chake, uliyekaa kwenye ulimi, pepo la kukosa kibali, pepo la kunyima kibali, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia ufahamu wake, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia watoto wa Mungu, achia fahamu zao, achia akili zao, achia fikra zao, achia nafsi zao, achia ufahamu wao, achia kesho yao, sadaka zao zikumbukwe sasa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe jini la kike, vazi la kipepo, uliyeunganisha huyo binti, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, pepo la pressure ndani yake, pepo la pressure ndani yake, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Achia miili yao, achia fahamu zao, achia akili zao, achia nafsi yake, achia moyo wake sasa, achia moyo wake, achia ufahamu wake, achia akili zake, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pepo, achia wadada, achia mwili wake, achia ufahamu wake, mwili wake uliobadilisha, pepo la kidini, pepo la kuvikwa, kwa damu ya Yesu, pepo la nyoka ndani yake, pepo la nyoka unayemfuatilia kwenye ndoto, kwa damu ya Yesu, achia ulimi wake, achia ulimi wake, achia kifua chake, achia kifua chake, kwa damu ya Yesu, 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 mahusiano yake na mume wake, kwa damu ya Yesu, tunaondoa roho ya mafarakano, pepo la mafarakano, pepo la kulipa kisasi, pepo la kumuondoa kwenye ndoa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Arabu shanda rabu kuria basaka, karubu shanda ribu kuria basaka, karabu shanda riziki kikiria mandura, kanduru usika. Watu wote waliokaa kwenye kanisa simama. Karubu shaka rizika manduru kuria basaka. Pepo uliyemzuia huyo binti kule nyuma, kwa mamlaka ya jina la Yesu, vazi alilovikwa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya agano jipya, achia ufahamu wake, achia akili yake. Ewe jini la kuzimu, jini la kike, jini la kiume, unayezini nayo usiku, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya agano jipya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema yako Kristo ipite kama moto, fire. Moto upite. Pepo achia ufahamu wake, achia akili yake, achia wewe binti, achia ufahamu wake, achia nafsi yake, achia akili yake, achia moyo wake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwachie, achia ulimi wake, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Andoro mushika rabo risika rabo kuria basaka. Inua mikono yako juu, watu wote inua mikono juu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakushukuru Mungu wetu, tunasema asante kwa ibada hii, asante kwa neno lako la uzima. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine zaidi yako. Katika jina la Yesu, pokea sifa na heshima kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Tunakushukuru. Kanisa lote, hebu kwa dakika moja kila moja apase sauti yake. Hebu pasa sauti yako,
Umwambie Bwana Yesu asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa upendo wako. Sante kwa ajili ya ibada ya leo. Sante kwa ajili ya siku ya leo. Sante kwa ajili ya uaminifu wako. Tazama ni siku ya 11 leo ndani ya mwezi wa 5. Umetupa chakula kizuri. Umetuona kwa namna ya pekee. Bwana Yesu, tunakushukuru mno kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya watumishi wako. Sante kwa ajili ya watumishi wako. Sante kwa ajili ya neno lako la uzima. Sante kwa ajili ya baraka zako. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine. Tunanyenyekea mbele zako. Tunanyenyekea, tunaanguka Baba, tunapomoka mbele zako. Tunasema wewe ni Mungu, wastahilie sifa na heshima. Kanisa lako tunakushukuru pia kwa ajili ya neno la uzima uliloleta siku hii ya leo, kwa ajili ya kutufungua kwenye eneo la sadaka, kwenye eneo la matoleo. Wewe ni Mungu uliyeonekana siku ile alipokuomba mtumishi wako, alipotoa sadaka zake zikajaa za Kornelio. Bwana, asante kwa sababu wewe una connection na watumishi wako hata leo kwa ajili ya matoleo. Badilisha ufahamu wao, badilisha maisha yao. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine.